hapa. Wacha nikwambie kwa uchache tu. Leo kwenye Ngenga, wakati wapiga Ngenga walikuwa wakizungumza, ndugu Elia kutoka Chadema na Kelvin kutoka CCM walikuwa wakijadili kuhusu hoja ya vijana wa CCM kusifia viongozi kupitiliza. Wao wanadai hivyo. Ukaibuka mjadala au hoja kuhusu Tundu Lissu kupigwa risasi. Ilikuwaje watu wakaturudisha zama zile? Mambo yalivyokuwa, wakaona wakumbushane. Hizi hapa Ngenga, ilikuwaje wakarudishana nyuma kusimuliana na kukumbusha usio mtazamo wa kitu wala mtazamo wa kipindi? Ni maoni yao binafsi. Ngenga hizi na Samson Charles. Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Karibu sana. Hizi ni Ngenga za siasa. Mimi ni Samson Charles. Wapiga ngenga za siasa kule upinzani wamekuwa wakilalamikia sana vijana wa CCM ya kwamba wamekuwa wakisifia sana, na kusifia kumezidi. Mtu akipiga chafya tunamshukuru kiongozi, ikienda huku kwanza kiongozi. Na wapiga ngenga hawa wapinzani wanasema ya kwamba nyinyi kama mnasifia kiongozi, nyinyi mmefanya kazi gani? Sasa wenye hoja zao za msingi wapo hapa ndani ya studio. Kunako Chadema, karibu sana. Majina. Asante sana. Mimi naitwa Elia Everest Grigori Mahwa. Ni mbunge wa wananchi wa jimbo la Kigoma Kusini na ni mjumbe wa mkutano mkuu wilaya ya Temeke. Asante sana. Kunako CCM, karibu sana. Mimi naitwa Dr. Kevin Nyamori. Ni mkurugenzi wa Tanzania Diaspora Foundation. Pia ni mchambuzi wa masuala mbalimbali kwa ya kisiasa, kiuchumi na kiafya, na mwana CCM. Asante sana. Kada mkubwa sana. Nataka tuwe na assumption, yani tuwe tunafanana na fikra za CCM sasa leo kwamba Mheshimiwa Lissu labda aliiba, kwa hiyo au alimdhulumu mfanyabiashara mwenzie, ndio kaamua kwenda kumwataki kule Dodoma. Tuwe na hiyo assumption, sababu ndio akisema cha mapinduzi inavyowaza. Sasa tunaanza kujiuliza, hii serikali ya CCM ina uhalali kwa madarakani? Mosi, ni nani mwenye nguvu kubwa kiasi cha kusema kwamba siku hiyo ya kumshambulia Lissu maeneo ya serikali naondoa CCTV kamera zote? Inawezekana zipo ambapo basi labda zimepelekwa service, basi kwani mtu ataziwia? Tumjue ni nani aliyepeleka CCTV kamera service siku ile. Si ndio tunaanzia hapo? Okay, lakini huyo mgoni wa chama cha wa Mheshimiwa Lissu au aliyozulumiwa na Lissu pesa zake za biashara alikuwa na nguvu kubwa ya kuambia walinzi wote siku ile kwamba mtaki kuwepo na tukio langu. Wale walinzi wa serikali wakapisha. Kulikuwa kuna tume maalum iliundwa na bunge ya uchunguzi na ikatajwa tarehe ya kutoa hiyo majibu. Siku ya majibu ikailishwa juu kwa juu. Huyu aliyezulumiwa na Lissu, ngoja nimalize jangu. Huyu aliyezulumiwa na Lissu akawa na nguvu ya kulikomandi bunge libadilisha ratiba. Ngoja kaka, ngoja nimalizie hoja yangu. Hii ni msingi sana. Nisete juu kwa juu. Katika mazingira mambo nini? Ngoja serikali namalizia inawezekana na kuunga mkono wewe unajua. Namalizia. Serikali ya CCM. Maana yake kwa mazingira hayo niliyoyataja, CCM unaipenda sana. Kama kuna mtu mmoja hivi muhuni wa Keko au kuna mtu mmoja hivi Manzese hivi jambazi muhuni aliweza akafanya yote haya, hii serikali ina uhalali wa madarakani hii? Unasikia Mr. Samson? Hii serikali kwanza nimpongeze huyu bwana mdogo ambao nadhani Elia ambao nadhani kimtazamo naona ni CCM, kwa sababu CCM anaipenda sana, kwa sababu kila wakati akitaja CCM naona anaitaja kwa tabasamu. Mimi ninachosema na ninachotaka kuambia Watanzania, suala la kupigwa watu risasi kama anavyosema mwenyekiti wake hata ajui kilichotokea, kwa sababu mpaka sasa hivi tangu alivyokimbia huko ugaibuni mpaka amerudi, ulimsikia huyo Mheshimiwa Lissu akitoa allegation kama anavyotoa? Umemsikia? Ni jukumu lake. Ukimsikia uje uniambie umemsikia hadi leo katika vitu vyote mpaka amekuwa mwenyekiti? Uliwahi kusikia akitaja kupigwa risasi? Alienda na gari kwenye uchaguzi. Swala sio gari lenye matundu. Swala sio tundu. Ulimsikia? Hoja yake ni nini? Uliwahi kusikia? Kama hujamsikia hoja yako ni nini? Mheshimiwa Lissu akijaribu kuiuliza, hata unakumbuka kipindi kile kamanda polisi alikuwa nani? Alimuuliza Lissu kwamba Lissu aende akafungue kesi. Mpaka leo Lissu hajaenda kufungua kesi polisi. Sikia hii aibu. Kesi kama hiyo ni Lissu kufungua? Nilikwambia unaona kama alivyotoa. Yaani Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi kinatengenezea mizigo. Samson Charles, wewe ndio ulitendewa kile kitendo. Mpaka leo jamhuri na uwezo wa kulalamika. Swala sio jamhuri. Hata Lissu hajaonyesha ushirikiano tangu arudi, analalamika. Wanasema ameenda akasema aje na dereva wake. Kaka, samahani. Na dereva yake yuko wapi? Asante sana. Naomba nimjibu vizuri. Wewe ndio vizuri, mimi nampa shule. Dereva serikali nomeleta dereva au Lissu ndani ya hebu nikupe shule sasa. Dereva Lissu yuko wapi? Nakupa shule sasa. Hapo shule. Naanzia hapo dereva Lissu yuko wapi? Ndio swali lake. Namjibu sasa. Ndio tulie nikupe shule.
nikupe shule. Katika macho ya sheria, si ndio? Swala la mauaji na shambulizi kama lile linabebwa na jamhuri. Aliyetendewa kitendo hicho anakuwa shahidi. Sawa, ni lazima serikali ambayo ndio ina jukumu la kushtaki na kusimamia makosa hayo ya jinai kwa maana ya mauaji na mashambulizi kama yale, Lissu anafuatwa kwa kama nani? Kama shahidi. Dereva wa Lissu hata kama yuko India, yuko Ufaransa, haiziwi upelelezi. Tuna watu wanaitwa Tanpul. Unawafahamu? Unawafahamu? Kazi yao ni nini? Kazi yao ni nini? Lissu alifuatwa. Kazi yao ni nini? Alikataa kutoa ushirikiano. Alifuatwa wapi? Alikataa. Alikataa. Kwa hiyo serikali, kwa hiyo huyu anataka kuniambia hivi. Huyu anataka kuniambia hivi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza ikashindwa kuchukua hatua kwa matukio kama hayo kama mtu aliyetendewa hataki kutoa ushahidi na ushirikiano kama alivyokataa Mheshimiwa Lissu. Sasa serikali ifanye nini? Aliyetendewa kakaa kimya na mpaka leo yuko kimya. Kama ulivyosema inawezekana Lissu alishambuliwa na goni wake. Umetamka mwenyewe. Ndio mimi nasema kama ni hivyo, hiyo pia ni sababu ya kufanya CCM iondoke madarakani. Kwa sababu kama wewe kumpata muhuni mmoja anayeweza kwenda kutoa jeshi la polisi na walinzi wa serikali, akaondoa CCTV camera na akabadilisha ratiba ya bunge, muhuni mmoja, hiyo ni serikali? Ni maajabu. Kama ni wagoni wake ndio tutasemaje? Yaani kwamba mgoni wa Lissu alivyotamka mwenyewe anaweza akabadilisha ratiba za bunge. Huyo mtu ambaye anadaiwa, ambaye anamdai Lissu pesa, anaweza akaondoa CCTV camera zote za serikali na walinzi akaondoa pale. Alafu anasema wewe ni serikali ambayo katiba inasema una wajibu namba 1 wa kulinda usalama wa raia na mali zako. Lakini wewe ni ajabu sana. Sawa, tukirudi pale kwenye issue ya kupongeza, kuna maswali haja kujibu huyu. Hajanijibu bado. Yapi? Yalikuwa ni yapi kwanza? Hebu lete hapa. Haya address hapa. Maana kuna jinsi bado anawashangaa nyinyi katika pongeza. Unasikia? Unapompongeza mtu, unapongeza kwa kila alichokifanya. Sisi hatupongezi tu kama wanavyosema hizo propaganda. Umeelewa? Japokuwa hatukubali kwamba kuna idara ya propagation. Wakati unazungumza, naomba unganishe na ile ambalo huwa wanalisema sana kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, kwamba nyinyi kama mnapongeza, nyinyi mmefanya nini? Sisi tumefanya nini? Yani unapongeza Sasa sisi tunachosema, ndio maana nilikuwa najaribu kuongea kwamba wakati fulani kuna ile hata propaganda kwenye siasa. Wasichanganye mambo ya propagation kwenye siasa nao wakasema kwamba ni sifa. Umeelewa? Wakati fulani ndio maana nakwambia hizi siasa zina okay, nadhani anoti hilo. Wakati mwingine kuna propaganda. Kuna propaganda. Hakuna na hata katika chama chetu tulikuwa na idara ya propaganda ambao nadhani unakumbuka mtu wa mwisho aliyekuwa kwa hada wa Tanzania, yani propaganda kwa hada wa Tanzania. Sio Tanzania, propagation katika dunia nzima. Ana hada wa Tanzania. Na lengo lake ni lengo lake ni nini? Lengo ni nini? Na lengo ni nini? Lengo ni nini? Kwa hada wa Tanzania. Mtu akikwambia unanipiga propaganda ana maana gani? Propaganda ni kutaka kulainisha jambo ambalo hataki kulainishwa. Sio hataki kulainishwa. Yani kuhada. Yani mshamso nataka labda kuna kitu nataka ni mbona sasa kama unakiri kwamba kuna eneo viongozi wapaswe kusifiwa kila mara isipokuwa ni siasa. Hapana. Kwa kauli hizo wakati fulani ni siasa na kwa sababu sio wajuzi wa siasa hawawezi kutenganisha wakati gani system inafanya siasa na wakati gani system iko kwenye propaganda. Sasa mimi kwa naomba nisikitika sana kwamba ni kwa sababu sio wajuzi wa siasa. Umenileta kwenye meza moja na mtu ambaye hana mapenzi na nchi, hana huduma na nchi. Umenikosea sana Charles. Sababu mtu ambaye anaweza akakaa kwenye kamera chombo cha habari kubwa kama hiki na akawaambia Watanzania kwamba CCM wakati mwingine tunawahadaa. Sababu propaganda maana yake ni kuhadaa. Kwamba rais kafanya hivi kumbe hajafanya hivyo. Ndio maana propaganda. Sasa sasa kama kitu kimoja. Nisikilize. Sasa nisikilize. Sio jambo geni. Natamani Charles sio kuhadaa. Natamani Charles. Propaganda sio kuhadaa. Pata elimu. Ni kufanya nini? Wewe fanya research. Sikiza au tukupe muda kama mtu anasema ugugu maana propaganda. Nikuombe sana. Nikuombe sana. Hebu nikuulize. Ngoja chama cha mpira huko kwa Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Kukumbusha Ngenga ni mtizamo binafsi wa wachonga ngenga. Endelea kupata burudani kutoka Azam TV. Kwa burudani ya uhakika kutoka huko, leo usiku tarehe 25 mwezi Machi, Morocco na Tanzania wanaingia uwanjani. Tanzania ikipambania kutwaa tiketi ya AFCON. Wote wanapambania, lakini sasa
Tanzania ndo Taifa Stars ndo inapambania kutoa kwa sababu mwenzetu kidogo yuko mbele. Sawa. Tarehe 1 hadi tarehe 2 Aprili 2025 CAF Games moto utawaka. Tarehe 21 hadi 27 itakuwa ni Muungano Cup 2025. Burudani za tamthilia pia zipo. Wewe tu utaamua utazame ipi. Ila kuna Anmore saa 1 usiku ndani Azam 2, mapenzi fitina vimejaa humo. Kuna Kombolela mambo ya Uswahilini, kuna Mzani wa mapenzi, kuna Tufani. Mzani wa mapenzi na Kombolela ni Jumatatu, ni Ijumaa hadi Jumapili. Jumatatu hadi Alhamisi ni